Mungu ni mwema na kila wakati. Dominika iliyopita ilikuwa Dominika ya 29. Na mama kanisa alikuwa anatufundisha umuhimu wa sala. Na tukasikia katika somo la kwanza, Musa pamoja na wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa wanalemewa na wale wapinzani wao waliokuwa wanapiga vita. Lakini Musa kazi yake ilikuwa ya kuomba wanapopigana. Na tukaambiwa na somo la kwanza kwamba alipokuwa akiomba walikuwa wanaonyeshana, ushindi wao ulikuwa unaonekana. Lakini wakati alipokuwa analegea na anachoka, wanaanza kupigwa. Na tukaambiwa aliomba mpaka mwisho kwa msisitizo, na tukaambiwa ya kwamba wana wa Israeli walishinda kwa sababu ya sala zenye alizokuwa akiwaombea kwa Mungu. Na katika somo la Injili ya Jumapili hiyo iliyopita, tulikuwa tunaambiwa Yesu alikuwa anatupatia mfano wa mwanamke mjane na hakimu asiyekuwa wa haki, ambaye hakuwa anamcha Mungu wala hakuwa anamjali mwanadamu. Na yule mwanamke alikuwa anaenda kwa yule hakimu kila wakati anamuomba haki yake. Tunaambiwa kwamba hakimu yule hakuwa anashughulika, lakini ilifika siku moja yule hakimu akasema ya kwamba itabidi nimpe haki yake ili aache kunisumbua. Amekuja kwangu mara nyingi, kwa hiyo wache nimpe haki yake aondoke. Kwa hiyo tukaambiwa, Yesu akatuambia kwamba sala ya msisitizo huwa inafanya upate kile unachokihitaji. Leo hii bado tunaongelea ama mama kanisa anaendelea kutufunza kuhusu sala. Lakini leo kwa njia ya kipekee anatufunza jinsi ya kuomba. Jinsi unavyostahili kuomba, jinsi mimi ninavyostahili kuomba. Unajua sala ni mazungumzo. Tunaweza tukasema kwamba sala ni mazungumzo kati ya kiumbe na Mungu. Na kiumbe tunachokiongelea sasa hivi ni kiumbe mwanadamu. Kiumbe mwanadamu ambacho ni wewe na mimi. Kwa hiyo sala yetu inastahili kuwa mazungumzo kati yetu na Mungu wetu. Na wakati tunapozungumza, Mungu wetu anasikiliza hilo sala. Na masikio yake wakati wote huwa yanasikiliza kilio cha watu wake. Wanasema nini kupitia sala zao. Na tukaambiwa ya kwamba katika somo la kwanza ya leo kwamba huyu Mungu wetu ni mwenye haki, wala hakuna kwake sifa ya upendeleo. Kwa hiyo sisi zote kwa Mungu tunatoshana, na Mungu anatuona sisi kama watoto wake sisi zote, bila kubagua yoyote, bila kuwa na ukabila, bila kuwa na tajiri wala maskini, bila kuwa na mtoto ama mtu mkubwa. Kwa hiyo sisi zote mbele ya Mungu tuatoshana. Na huyu Mungu wetu kila wakati anahitaji tumkimbilie kwa sala zetu, tumuongeleshe kwa sala zetu. In fact, ikiwa kuna kitu kimoja kinaweza kutukaribisha kwa Mungu sana, ni sala. Na kwa hiyo sala huwa inatuvuta tunamkaribia Mungu sana. Lakini pia inategemea ni sala ya aina gani. Katika Injili ya leo Yesu anatufundisha jinsi ya kumkimbilia katika sala ama ya kumwendea Mungu katika sala zetu. Kitu kimoja ambacho tunafunzwa siku hii ya leo, tunaambiwa ya kwamba unapomwendea Mungu katika sala zako, muendee na unyenyekevu. Kuwa mnyenyekevu mbele ya Mungu na usijifanye mwenye haki. Kazi ya kunjifanya ama kunjiweka haki sio kazi yako, sio kazi yetu, ni kazi ya Mungu. In fact, kwa Mungu hakuna mwanadamu aliye na haki. Kwa hiyo Mungu yeye mwenyewe ndiye anayetufanya tuwe wenye haki. Na ndio maana tumeambiwa ya kwamba there are two characters here today in the gospel. In today's gospel kuna characters wawili. Mmoja ni mtoza ushuru na mwingine ni Farisayo. Na wakati ule, kipindi hiki cha Yesu ambacho ameongea katika Injili hii, wakati ule Mafarisayo walikuwa wanajifunia kana kwamba wao ni watu watakatifu, wao ni watu waadilifu,
wao sio kama watu wengine, wao ni watu wateule, na watu wengine walikuwa wanafikiria kwamba wajateuliwa. Na kwa hiyo huyu mtoza ushuru walienda hekaluni kusali, huyu mfarisayo alienda hekaluni kusali akiwa na mtu mwingine ambaye anaitwa mtoza ushuru. Na tukaambiwa ya kwamba wakati walipokwenda kuomba maombi yao yalikuwa tofauti. Na in fact wakati huu pia watoza ushuru walikuwa wanaonekana, mafarisayo walikuwa wanaona watoza ushuru kama wenye dhambi, watenda dhambi, wasiostahili kwa Mungu, watu ambao ni watenda maovu katika jamii, hawastahili hata kidogo. Kwa hiyo huyu mfarisayo akaenda na huyu mtoza ushuru kwenye hekalu, na tukaambiwa ya kwamba mfarisayo alinjivunia sana na akakuja huku mbele. Na alipokuja huku mbele akasali ingali ameangalia kule juu mbinguni, na anamwambia Mungu maneno haya. Mungu anamshukuru kwa sababu anamwambia kwamba mimi sio kama watu wengine. Mimi ni mtu ambaye anafanya mambo ya ziada kuliko wengine. Mimi nafunga mara kadhaa, naomba mara kadhaa. Mimi sifanani hata na huyu mtoza ushuru leo ambaye tumekuja hapa na yeye. Kwa hiyo akajivunia mbele ya Mungu, akajiinua mbele ya Mungu. Na Mungu akasikiliza sala yake ya kujivunia ama ya kujivuna. Na tukaambiwa ya kwamba mtoza ushuru alisimama kule nyuma. Na aliposimama kule nyuma, yeye alitambua hali ya moyo wake vile alivyo, kwamba yeye si mwadilifu mbele ya macho ya Mungu, yeye si mtakatifu, yeye ni mtenda dhambi. Kwa hiyo tukaambiwa alisimama kule nyuma, na aliposimama kule nyuma aliinamisha kichwa chini, hata asimwangalie Mungu, hata asiangalie juu. Akamwambia, Bwana unihurumie, mimi ni mtenda dhambi, mimi ni mkosaji. Tukaambiwa ya kwamba walipotoka pale hekaluni wakielekea nyumbani, aliyehesabiwa haki ni yule mtoza ushuru. Tukaambiwa yule mwingine hakuhesabiwa haki. Na Yesu akamalizia na maneno haya: anjikwezaye atazushwa, lakini anjishushaye atakwezwa. Na imefanyika hivyo katika injili ya leo. Aliyejikweza amezushwa, na aliyejinyenyekeza mbele ya Mungu ameinuliwa. Hivyo ndivyo tunapofunzwa. Sisi wenyewe huwa tunaomba na tumekutanika hapa ili tusali. Tuko hapa kwa ajili ya kusali. Kwa hiyo jiulize katika moyo wako, nijiulize mimi pia katika moyo wangu. Tunapoenda mbele ya Mungu kusali, huwa maombi yetu yanampendeza Mungu ama hayampendezi? Ikiwa yampendezi Mungu, jiulize kwa nini, utoe hizo makasoro. Ikiwa yanampendeza Mungu, basi uzidi kumpendeza, uhakikishe kwamba maombi yako kila wakati yanampendeza zaidi na zaidi. Na in fact, huyu sio mtoza ushuru, huyu mfarisayo, kuna kitu kimoja hakutambua wakati alipokwenda kusali, kwamba tunaposali maombi yetu yanastahili kuwa unajua kuna tofauti ya maombi, kuna maombi tofauti tofauti. Tunaposali tunastahili kutambua hayo na kuelewa hayo. Kuna sala kwa ajili ya shukrani. Kwa mfano, tunapokuja hapa mbele ya Mungu leo tunamshukuru tukiadhimisha hii misa takatifu kwa ajili ya mambo mengi ambayo ametutendea wiki nzima. Na leo hii tuko hapa ili tumshukuru kwa mengi mazuri ambayo ametutendea. Kwa hiyo katika sala zako kunastahili kuwa na sala za shukrani. Unastahili kumshukuru Mungu katika sala zako kila wakati. Na pia kuna sala zingine zinaitwa sala za kuomba toba, kuomba msamaha. Na hiyo tumeiona vizuri katika mtoza ushuru. Yeye wakati alipoingia hekaluni amejitambua kwamba astahili mbele ya Mungu, na akamuinamia Mungu na akamwambia, Bwana naomba radhi, Bwana naomba msamaha. Kwa hiyo tukaambiwa ya kwamba Bwana amemhesabia mwenye haki, amemsamehe. Kwa hiyo tunapoomba pia tunastahili kukumbuka kwamba sisi ni watenda dhambi, na tunastahili kuomba kwa ajili ya dhambi zetu zipate kusamewa. In fact, wakati tulipokuwa tunaanza ibada hii takatifu ya misa, padre amesema kwanza tujute dhambi zetu kabla tufanye jambo lingine lolote. In fact, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, chenye kinafuatia ni kuomba toba, ni sala kwa ajili ya kumwomba Mungu huruma yake, kumwomba Mungu atusamehe.
Na kwa hiyo tukaambiwa ya kwamba tutubu dhambi zetu kwanza ili tustahilishwe kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Kwa hiyo kuna sala kwa ajili ya kuomba huruma ya Mungu, kuomba msamaha wa dhambi zetu, na pia hata tuwaombee wengine. Kwa hiyo hiyo ni sala ya aina nyingine. Kwa hiyo ndio maana nataja aina za sala. Kwa hiyo kuna sala kwa ajili ya shukrani, kuna sala kwa ajili ya kuomba huruma ya Mungu, kuomba msamaha. Kuna sala pia kwa ajili ya sala za kutukuza ama pia adoration. Kuna sala pia za to adore God wakati tunapokuja hapa kuabudu sakramenti takatifu. Hiyo pia ni aina ya sala na tunastahili kujifunza hizo sala zote. Na pia kuna sala za kuomba dua ama kujiombea wewe mwenyewe kwa ajili ya mahitaji yako, na kuombea, unapojiombea wewe mwenyewe kwa ajili ya mahitaji yako, kumbuka pia kuwaombea watu wengine. Sio wewe tu ambaye unayo mahitaji. Kunao watu wengi kila mahali wanayo mahitaji tofauti tofauti. Hata mahitaji makubwa zaidi kuliko wao ya kwako, kuliko wao ya kwangu. Kwa hiyo tumeambiwa ya kwamba tunaposali, tunaambiwa ya kwamba tunaposali pia tunjiombee. Tunapojiombea dua, tukumbuke pia wengine. Na tumeambiwa ya kwamba katika injili ya leo, mtoza ushuru wakati sio mtoza ushuru, Farisayo, wakati ameenda pale hekaluni kuomba, yeye mwenyewe hata kukumbuka mtu mwingine, alikuwa ni mimi tu peke yangu. Kwa hiyo hata kukumbuka mtoza ushuru, in fact amemuongelelea vibaya. Badala ya kumwombea vizuri kwa Mungu, anamwambia Mungu, mimi sio kama huyu. Anajilinganisha na yeye. Mimi sio kama huyu mtoza ushuru ambaye nimekuja na yeye hapa. Mimi ni mtakatifu na ni mzuri zaidi kuliko yeye. Badala amuombee Mungu ambadilishe, anajivunia. Kwa hiyo tunaambiwa ya kwamba wakati tunaposali, tusali tukiwakumbuka watu wengine, wale wadhaifu, labda udhaifu wao watainuliwa kwa ajili ya sala zetu. Kwa hiyo tusiwachekelee wakati wamekwama kule chini. Tuwashike mikono katika sala, tuwainue, na katika kuwainua Mungu atakuinua zaidi. Katika kuinama, kujinyenyekeza ili ama unaenda chini ili wainue katika sala yako, Mungu atakuinua zaidi. Kwa hiyo tukumbuke tunapoomba tusinjiombee sisi wenyewe tu na tusinjifunie mbele za Mungu, lakini tujue ya kwamba mbele za Mungu sisi sio wenye haki. Mungu mwenyewe ndiye anayetufanya kuwa watu wa haki. Kwa hiyo ikiwa tunataka kufanywa watu wa haki, tumkimbilie Mungu na sala. Katika somo la pili kuna mahali ambapo nimependezwa wakati Paulo alipokuwa akisema ya kwamba ameomba usaidizi kwa watu, lakini hakuna yule aliyemsaidia, na akawaombea akasema ya kwamba lakini wote wasionisaidia, ambao wakunisaidia, Bwana asiwahesabie ubaya. Amesema hivi, lakini wote wasihesabiwe kosa hilo la kutomsaidia wakati alipowaomba. Na akarudi akasema tena kwamba Bwana alimsaidia. Bwana alinisaidia na kunipa nguvu kusudi kwa kazi yangu ujumbe usambae. Kwa hiyo huyo Bwana aliyemlilia, aliyemkimbilia, alimsaidia na akampa nguvu. Sikio la Bwana wakati wote huwa linakusikiliza, na linasikiliza hata sala ya moyoni. Hicho kilio cha moyoni unachokilia kila siku, ukimuomba Mungu huruma yake, ukimuomba Mungu mahitaji tofauti tofauti, Mungu huwa hachoki kusikiliza sala yako. Kwa hiyo hilo sala ni vizuri kuliomba na imani, na kuliomba pia bila kuchoka. Jumapili iliyopita tulifundishwa ya kwamba tuombe bila kuchoka, msisitizo kila wakati. Katika Zaburi kitikio tunasikia tukiambiwa ya kwamba mnyonge alilia naye Bwana akamsikiliza. Na huyo mnyonge alipolia na Bwana akamsikiliza, tunaambiwa ya kwamba alikuja kumuokoa na akamuokoa na taabu zake zote. Kwa nini usiwe huyo mnyonge wewe ambaye unayemlilia Bwana mchana kutwa aje kuokoa na taabu zako zote? Mlilie bila kuchoka. Unajua kuna hadithi kamoja nilikuwa nawapa watu mahali. Ilikuwa nawaambia kuna wakati kabla niingie kwenye seminari nilikuwa nafanya kazi mahali.
na nilikuwa naishi kuna nyumba ya kukodisha nilikuwa naishi somewhere wakati nilipokuwa nikifanya kazi kule, na kuna sheria nilikuwa nimeweka kwa nyumba yangu kwenye nilikuwa nikiishi. Kama vile kila mahali kuna sheria, hata kuingia hapa kanisani kuna sheria. Kwa mfano, tunapoingia hapa kwenye kuna hii Blessed Sacrament tuna genuflect. Hiyo ni sheria ambayo inastahili kufuatiliwa na kila mmoja kwa ajili ya heshima ya Kristo aliye mbele yetu hapa. Na kwa hiyo kuna sheria za kila mahali, hata kule manyumbani kwenu. Lakini mimi nilikuwa nimeweka ka sheria, baadhi ya sheria zenye nilikuwa nimeweka katika nyumba yangu ile, kwamba mtu akinitembelea na nikute niko nyumbani sijaenda kazi hiyo siku ama nimetoka kazi, na akuje angonge mlango wangu, angonge mlangoni, nilikuwa nimeweka sheria ya kwamba atakayengonga mlango wangu sitamfungulia kwa mara ya kwanza. Akingonga tu mara ya kwanza na achoke aseme kwamba sigongi tena, ni kama huyu mtu hayuko, hata kama umengonga na nguvu nyingi tu. Jamani, hata kama ulikuwa unakuja kuomba chumvi, utaenda ukule hiyo chakula bila chumvi. Ukingonga tu mara ya kwanza na uchoke na urudi, sheria yangu ilikuwa ya kwamba nisifungue. Na ukingonga mara ya pili na pia uchoke uende, bado utakula bila chumvi. Nilikuwa nimeweka sheria bisha mara 3. Na mara ya 3 ukibisha, nitaamka na nitakuja kukufungulia. Halafu nitasikiliza hoja yako. Nahitaji chumvi. Nitakupatia chumvi. Tutagawa hiyo chumvi pamoja. Na utaenda ukule chakula safi ambayo iko na chumvi. Hapo tunaelewana? Kwa hiyo pia Mungu wetu pia huwa anatuwekea, na ndio maana anatuambia kwamba tunapoomba tuombe na msisitizo. Tutilie mkazo katika sala zetu, tusichoke. Tuombe kama yule mama wa Jumapili iliyopita. Twende na unyenyekevu. Yule mama alikuwa anaenda na unyenyekevu mwingi sana katika hakimu wake. Hata kama alikuwa hakimu ambaye hakuwa na waheshimu wanadamu na hakuwa na wajali, lakini yule mama alikuwa anaenda na unyenyekevu kwake. Hakuwahi mdharau yule hakimu. Na kwa sababu ya kutomdharau pia yule hakimu alikuja kumpa haki. Kwa hiyo wewe endea Mungu kila wakati. Na kuna watu wengine wako na tabia mbaya, wanaomba na wanachoka haraka. Na wengine pia wanaomba na baadaye wanamjaji Mungu, wanaanza kumkejeli Mungu na wanaanza kumuongelesha maneno ambayo hayastahili. Kwamba wewe Mungu nimekuomba, wanaanza kumtetesha. Kwamba Mungu wewe nimekuomba mara nyingi uniondoe katika hii shida na hutaki kuniondoa, hata nimeacha kwenda kanisa, hiyo kanisa yako kaa nayo. Imagine unamsomea Bwana. Kuna watu wako na hiyo tabia in which it is bad. Tunaambiwa ya kwamba mshukuruni Mungu katika kila jambo, kwa sababu hayo ni mapenzi yake upitie njia unayoipitia kwa ajili ya Kristo, ama kupitia kwa Kristo Bwana wetu. Alipitisha wana wa Israeli njia mrefu, lakini hilo njia aliyokuwa wanapitisha ilikuwa njia ya manufaa. Wale waliomwamini na wakucomplain kwake walifika salama katika nchi ya ahadi. Wale ambao hawakumwamini walicomplain, wengine waliangamia kwenye njia, hawakufika katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo tunapitia machungu na njua katika familia zetu, katika maisha yetu ya kila siku, tunapitia mengi mazito. Lakini kila jambo tunalolipitia, liwe ni ugonjwa, liwe ni changamoto za school fees, liwe ni shida za familia za aina tofauti tofauti, wewe kama mzee pale nyumbani, kama mama pale nyumbani, mashida ni mengi, changamoto ni nyingi, zibebe hizo changamoto zote na uzilete kwa Yesu na sala, na umuombe kwa unyenyekevu. Na yeye Bwana yule ambaye anayesikiliza atafanya jambo. Kwa hiyo tumwamini na tujue ya kwamba yeye washindwi, na alituumba ili atusaidie. In fact, mwanadamu ni kiumbe tegemezi ambacho wakati wote kinastahili kumtegemea Mungu. Bila kumtegemea Mungu hatuwezi fika mahali. Kwa hiyo tumuonyeshe tegemeo letu kupitia sala zetu, na tunapoomba pia tuwaombee wengine ambao wanahitaji hizo sala zetu, ili Bwana akituimarisha atuimarishe pia na hao wengine. Usitaki kuimarishwa peke yako, taka kuimarishwa pamoja na jamii. Imagine hapa wewe umeimarishwa na jamii haijaimarika. Unajua mwizi atakuja akuimbie kuku kwa sababu kwake hakuna kuku, ataiba kuku yako. Lakini tukiimarisha sisi sote tupate kuku, utakuta kwamba hakuna mwizi hata mtaani, kwa sababu yeye ataimba ya nini na akona kuku tayari. Kwa hiyo basi tuombe Mungu atuimarishe pamoja na watu wengine, na atufanye wenye haki pia na watu wengine, na sisi wenyewe tusijifunie kwamba ni wenye haki. Wacha Mungu atufanyie haki yeye mwenyewe.
Tumeambiwa katika somo la kwanza, yeye ni mwenye haki. Basi tumuombe neema ya kujua kuomba, kujua vile tunavyostahili kumwendea katika sala zetu, unyenyekevu, na pia tunapojiombea tumuombe hiyo neema ya kuwaombea watu wengine na kuwasaidia pia katika sala zetu kupitia kwa changamoto zao tofauti tofauti. Tumsifu Yesu Kristo.